Mwekezaji yuko wapi? Kama makubaliano yetu sisi ilikuwa ni kuisaidia Simba, imekuwa ni mazoea na sio mara ya kwanza. Kuna shida, mwekezaji hapatikani. Kuna wakati niwaambie leo, kuna wakati Simba ilikuwa inataka iende kucheza Al-Masry, iende kucheza Misri. Simba ikawa haina hela ya kusafirisha wachezaji. Mwekezaji hapatikani kuna simu. Mwenyekiti wetu Murtaza Mangungu akahangaika yeye na wajumbe wake kwenda kukopa pesa kwa baadhi ya wadau ili timu isafiri. Akapata pesa, timu ikasafiri. Lakini timu ilifika finali. Pongezi nyingi anapongezwa mtu mmoja, anakashifiwa mtu mwingine. Matokeo akiwa mazuri ya klabu ya Simba anapongezwa mtu huyu, anakashifiwa Mangungu. Hapana, mnyongeni haki yake mpeni. Mwenyekiti Murtaza Ali Mangungu ndio mwenyekiti pekee kwa sasa mwenye mafanikio kuliko mwenyekiti yote unamjua wewe tangu Simba iundwe. Kwa takwimu, chini ya uongozi wa mwenyekiti Mangungu timu imeenda finali na asibekane. Chini ya mwenyekiti Mangungu timu imecheza CAF Champions League robo finali 5. Chini ya mwenyekiti Mangungu timu yetu imeingia group stage ya CAF Champions League mara 7. Lakini chini ya mwenyekiti Mangungu timu yetu ya klabu ya Simba mapato yake yameongezeka. Tulikuwa tuna bajeti ya bilioni 1 kwa mwaka. Leo bajeti ya Simba ni bilioni 25. Mapato yameongezeka chini ya utawala Mangungu. Sasa unasemaje Mangungu ni mtu mbaya? Leo tunafungwa pale uwanjani Benjamin William Mkapa, mchezaji anachukua mpira, anarudisha nyuma, tunafungwa. Unapata nguvu wapi ya kumkashifu kiongozi Mangungu? Amekosea wapi? Structure ya uendeshaji wa klabu ya Simba inasimamiwa na bodi ya kurugenzi. Bodi ya kurugenzi mwenyekiti wake anatoka upande wa mwekezaji ambao sasa hivi ni Crescentus Magori. Ndani ya bodi wao wako wengi kuliko upande wa 51%. Wao ndio wana initiate malipo ya wachezaji, wao ndio wanasajili wachezaji.